Asante kwa kuendelea kuwa nasi na kuchagua mshike hii leo. Jina langu ni Kennedy Moses, lakini pia una nafasi ya kuungana nasi kwenye kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram pamoja na X, zamani Twitter. Huko tunapatikana kwa jina la Azam TV TZ, lakini usisahau kuungana nasi kupitia Instagram Azam Sports, Azam TV Sports. Huko utatupata na kutuandikia maoni yako na tutakuja kuyasoma hapa kupitia mshike hii leo. Tuanze kuangazia makubwa tulionayo. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Mwinyi amebeba dhamana ya kugharamia gharama zote za uwanja wa New Amaan Complex ambao utatumika kwa ajili ya mchezo wa fainali Kombe la Shirikisho Afrika Jumapili hii. Mchezo huo wa fainali ya pili unawahusisha RS Berkane ambao watakuwa wageni wa Simba Sports Club, na kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Ikulu ya Zanzibar, hatua hiyo ni sehemu ya zawadi maalum ambayo Rais Mwinyi ameitoa kwa Simba Sports Club ambao ni wenyeji wa mchezo huo. Aidha, pia imeongeza kuwa ni moja kati ya njia za kuhamasisha ushindi kwa Simba kwa lengo la kuunga mkono juhudi za serikali ya Zanzibar kuelezea namna gani ama kuona ni kwa namna gani michezo inaweza kuleta hadhi ya kimataifa visiwani humo. Na rasmi Rais Mwinyi amethibitisha kuwa atakuwa sehemu ya watakaohudhuria mtanange huo, akikubali ombi la wekundu wa Msimbazi Simba la kuwa mgeni maalumu. Baadhi ya wadau wa michezo kutoka visiwani humo wameguswa na hatua hiyo. Amekuwa ni mwanamichezo wa kweli, ameonyesha kwamba nini inamgusa kwenye michezo, na vile vile hii itatumika kama motisha kwa wachezaji na uongozi wa Simba kuweza kufanya vizuri. Ni jambo kubwa sana ambalo Mheshimiwa Rais amelifanya, kwa sababu unaposaidia harama za uwanja manake umeisaidia timu kuiondolea harama, na zile pesa ambazo wamepanga kufanyia harama zitasaidia kwenye mambo mengine. Nadhani jambo zuri, jambo la faraja kwa yoyote atakayekuja kucheza, na sio klabu kutoka bara, hata vya Zanzibar, KMKM na Malindi vikifika fainali, Dr. Hussein Mwinyi, Mwenyezi Mungu amweke salama, amweke haya, mpe afya njema, atatoa, kwa sababu uwezo wa kutoa nao na anajua faida ya kutoa, kwamba kuna faida mbele yake. Ametupa tena fursa ya kuona mechi kubwa ya historia, kwa sababu fainali kama hii si kwetu haijawahi kuchezwa. Kwa hiyo tumepata fursa hii, na fursa ni kwetu nzuri kwa Zanzibar. Tunawapongeza sana chama cha soka ambacho kimeamua kuleta fainali hii hapa kwetu Zanzibar. Tukisalia hapo, kikosi cha Renaissance Sportive Berkane kipo safarini muda wowote kutoka hivi sasa kitatua katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Abeid Karume visiwani Zanzibar. Wanakuja kuwafuata wenyeji wao Simba tayari kwa mchezo wa marudiano hatua ya fainali Kombe la Shirikisho barani Afrika, wakiwa na faida ya kupata ushindi wa magoli 2-0 kwenye mchezo wa mkondo wa kwanza ama wa awali. Awali walipaswa kuwasili majira ya jioni leo kabla ya taarifa mpya kuthibitisha kuwa watatua usiku huu. Naam, mbali na hilo tuendelee kuangazia taarifa za mlengo huo, hasa kuelekea fainali hii ambapo klabu ya Simba imezindua hamasa kuelekea mchezo wao wa mkondo wa pili wa fainali Kombe la Shirikisho dhidi ya RS Berkane utakaopigwa Mei 25. Uzinduzi huo umefanyika eneo la Mnazi Mmoja na umeongozwa na meneja wa habari na mawasiliano wa klabu hiyo Ahmed Ali, na amesisitiza kwamba watahakikisha wanalipa kisasi cha kupoteza katika mchezo wa fainali ya mwaka 1993. Vipo vingi sana vya kuipamba Zanzibar, vipo vingi sana vya kuifanya Zanzibar izungumzwe kwa namna tofauti, lakini kwa kipindi hiki, wakati huu hapa, ni mchezo wa fainali ya Kombe la Shirikisho barani Afrika ndiyo kinachozungumzwa, ndiyo jambo kubwa, na ni jambo ambalo litakwenda kujiri siku ya Mei 25 katika uwanja wa New Amaan Complex. Leo ni siku ya pili tangu Simba kuwasili katika visiwa hivi vya Zanzibar, lakini leo imekuwa ni siku ndefu. Ukiacha hamasa ambayo imefanyika katika viwanja vya Mnazi Mmoja hapa Zanzibar, taratibu na ratiba za kiufundi zimeendelea, ikiwemo mazoezi kwa klabu ya Simba, mazoezi ambayo wameendelea kuyafanya katika viwanja vya New Amaan Complex kuelekea katika mchezo huo wa fainali dhidi ya RS Berkane. Mbali na mazoezi ambayo yamefanyika chini ya kocha Fadlu Davids, ilipatikana nafasi ya wachezaji wa Simba Sports Club kuzungumza kuelekea kwenye fainali hii. Sheikh Malone, mlinzi wa Simba Sports Club, kwake mchezo huu una historia kubwa, lakini utakuwa na historia kubwa zaidi kama Simba itafanikiwa kutoa ubingwa wa Kombe la Shirikisho. To me personally, it means a lot. Because it has always been one of... Kwangu binafsi ina maana kubwa sana, na ina maana kubwa kwa sababu moja ya malengo yangu ni kucheza fainali ya mashindano makubwa. Hii ni nafasi ya mimi kufanya hivyo.
na tulicheza mkondo wa kwanza kule Morocco, japo haikuwa vizuri sana, lakini naamini tuna nafasi ya kubadilisha kilichotokea, na hii inategemea sana maandalizi yetu na mtazamo wetu, na hata katika mazoezi tunaona kila mmoja yuko tayari kwa ajili ya mechi. Naweza sema huu ni miongoni mwa misimu bora kwangu, japo sio bora kabisa, lakini kama tutaweza kuwa mabingwa, basi utakuwa msimu bora zaidi, na hili halijakamilika mpaka siku ya Jumapili. But it is not yet done until Sunday. Kwamba lazima nihakikishe kwamba naipambania timu ndani ya dakika 90 na tunaweza kutoa taji hili. Na kutoa taji hili pia italetea sifa mimi, italetea sifa klabu yangu, lakini pia italetea sifa Tanzania. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi tutaelekea katika mchezo huo hakikisha kwamba tunapambana kuanzia dakika kwanza dakika 90 na tuweze kupata matokeo ili tuweze kubakisha kombe nyumbani. Amecheza ndani ya klabu ya Simba kwa miaka zaidi ya 10. Uzoefu wake ni wa kutosha, lakini hata uzalendo wake ndani ya kikosi cha Simba si wa kutiliwa shaka. Hata kupewa unahodha halikuwa kosa. Mohamed Hussein Zimbwe Junior anasema wanafahamu namna ambavyo RS Berkane watakuja kutokana na uongozi wa magoli mawili waliokuwa nao, lakini benchi la ufundi wao wana jukumu la kuandaa namna gani kuendea mchezo huo na ili kombe lisalie katika ardhi ya Tanzania. Tunafahamu lazima watakuja na mbinu tofauti kuhakikisha kwamba wanalinda wale matokeo ambayo wameyapata na waweze kufikia yale malengo yao, lakini tuna benchi zuri la ufundi ambalo linatueleza aina ya mbinu ambazo wao watakuja nazo. Kwa hiyo sisi kama wachezaji tunaendelea kuzipokea kuhakikisha kwamba zile mbinu ambazo watakuja nazo wao tutazimudu na kuhakikisha kwamba tunaweza kushinda mchezo huu na tunatoa taji. Kila rukae ni lazima aagane na nyonga, ikimaanisha kwamba kila jambo ni lazima liwe na maandalizi. Wanachokifanya Simba ni kujiandaa na kile ambacho watakiendea Mei 25 katika uwanja wa New Aman Complex. Alwatan Ramadhan Goda, Azam Sports, Zanzibar. Para hicho cha Ngoda, tuangalie maoni ambayo umetuandikia kupitia kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii. Ngoda ametuarifu hapo kuhusiana na maandalizi na mazoezi ya mwisho ambayo wameendelea kufanya Wekundu wa Msimbazi Simba, ikiwa imesalia siku moja kwa maana ya kesho na Jumamosi kuelekea kwenye mchezo wa Jumapili. Hapo baadaye tutakuja kuangalia nini ambacho kinaendelea huko, hasa kampeni ya kispika ya kwake Ahmed Ally. Lakini kwa sasa tuangalie kile ambacho umetuandikia kupitia maoni mbalimbali ambayo umetuandikia kwenye kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii kutokana na kile ambacho tulikuuliza. Tulihoji Rais Mwinyi mgeni maalum fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, Simba dhidi ya RS Berkane agharamia uwanja. Je, wazee wa ubaya ubwela mnasemaje? Swali liliuliza hivyo, tuangalie kile ambacho ametujibu ni ukurasa wetu wa Azam TV Sports. Anaitwa Filipo Likasi, anasema ni jambo jema na itaongeza hamasa kwa wachezaji wa Simba, maana mkuu wa nchi atakuwepo akiwatazama, hivyo wataongeza jitihada ili kuondoa aibu. Lakini Saj Milito amejiita hivyo, anasema tunamshukuru kwa upendo na moyo wa kujitolea, hatuna la kumlipa zaidi ya wachezaji wapambane wapate ushindi ili rais wa nchi kiujumla tufurahi, lakini rais na wananchi pia kijumla wafurahi. Lakini Yusufu Humbe yeye anasema namshukuru Dr. Mwinyi kwa kitendo cha kiungwana katika tasnia ya michezo, naamini mnyama atafanya yake na kulibeba kama kauli mbiu ya kwao. Amemaliza hivyo. Tuangalie pia ukurasa wetu mwingine ulituandikia nini na nini ambacho umekizungumza hapo. Azam Sports kwenye ukurasa wetu wa Facebook, Joram Mkombo yeye anasema Wangara Kagera, anasema Mheshimiwa Rais Mwinyi amefanya jambo jema kulipa gharama zote za uwanja. Wana Simba na Watanzania wote tunaomba kujitokeza kwa wingi ili tuwape nguvu wachezaji za kupambana ili kombe libaki Tanzania. Mungu ibariki Simba, Mungu ibariki Tanzania. Simba nguvu moja. Amina. Hii tunabeba, amemaliza hivyo. Lakini Godwin Kamaka anasema kutoka Songwe, Rais Mwinyi ananikumbusha namna Rais mstaafu hayati Mwinyi aliposhuhudia kombe likienda Ivory Coast akiwa kama mgeni rasmi mwaka 1993. Bila shaka hakuna anayependa kumbukumbu hii mbaya ijirudie. Kila laheri mnyama. Tito Philbert Sindakila yeye anasema kutoka Kaliua Tabora, jambo alilolifanya Rais Mwinyi jambo jema, kusapoti klabu ni uzalendo. Kwa maana hiyo wachezaji wanatakiwa wajue wana deni la kulipa siku ya Jumapili kwa rais, wana Simba, kwa Watanzania pia kwa ujumla. Ni miongoni mwa yale ambayo yameandikwa na maoni ambayo yameandikwa na wadau wetu kwenye ukurasa wetu mbalimbali za mitandao ya kijamii. Lakini Azam TV TZ kwenye ukurasa wetu wa X zamani Twitter, maskini jeuri anajitaifa, anasema ni mwendo ubaya ubwela, anasema tunanyanyua kwapa mbele yake, halafu tunamwambia mama subiri Ikulu tunaleta trembo
mwezi wa 7. Haya, lakini pia Elisha Mwinri anasema kwa fursa hii ya mchango wa rais wa Zanzibar, imani yetu tunaamini tutachukua huu ubingwa nguvu moja. Emmanuel Mtinya yeye anasema uamuzi wa Rais Mwinyi kugharamia uwanja ni mfano wa uzalendo wa kweli. Ameonyesha kuwa michezo ni sehemu ya maendeleo ya taifa. Ni maoni yake hayo, na ndicho ambacho kimeandikwa kwenye maoni ambayo umetuandikia wadau wetu kupitia kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii. Wakati ni kukumbusha kuna matukio kadhaa makubwa ambayo yanaendelea kwenye kisimuzi cha Azam. Kesho kutakuwa na matukio gani? Tuangalie japo kwa uchache ni kupitishe. Ni kama ambavyo unaona, hii ni Azam TV. Kesho mpira wa kikapu Dar es Salaam, kama ambavyo unafahamu, Dar es Salaam League itakuwa inaendelea hapo kesho. Real Dream watakuwa mzigoni dhidi ya Twalipo Queens, lakini pia kutakuwa kuna mchezo mwingine. Huo utakuwa ni saa 12 kamili jioni. Ngoma zote zitakuwa ni Azam Sport 3, lakini pia Chui dhidi ya Pazi saa 2 kamili usiku. Kwa wale wapenzi wa mpira wa kikapu, basi hayo ni matukio makubwa kesho. Lakini pia Azam TV kesho kwenye NBC Youth League kwa maana ya under 20 kutakuwa kuna michezo inaendelea. Kengo watakuwa wanaminyana na Dodoma Jiji. Ngoma itakuwa live kuanzia saa 10 kamili jioni kwenye kisimbuzi chako cha Azam, channel ya Azam Sports 1 HD. Usahau pia Azam FC wao watakuwa wanaminyana na Simba saa 1 kamili usiku. Hizo ni mechi kubwa na matukio makubwa hapo kesho, lakini kesho ni Ijumaa, usisahau Como watakuwa wanaminyana na Inter, na hii ni Serie A. Hizi ni mechi ambazo zitatuambia nani bingwa wa Serie A hapo kesho, kwa sababu Inter na Napoli wametofautiana alama moja, Napoli akiwa na 79, Inter akiwa na 78. Kwa hivyo kila mmoja anacheza mchezo wake wa muhimu sana kesho kwenye ligi hiyo, ambao unaweza kuamua nani bingwa, na kutakuwa kuna build up ama uchambuzi kwa lugha ya Kiswahili, lakini pia mchezo hiyo miwili itatangazwa kwa lugha adhimu ya Kiswahili. Como dhidi ya Inter, Napoli dhidi ya Cagliari. Huu ni mshike, usiondoke. Asante kwa kuendelea kutazama mshike. Yapo mengi ambayo tumeendelea kukujuza, na tumesha kujuza hapa nini ambacho kinaendelea kwenye maandalizi ya kombe la shirikisho kule visiwani Zanzibar, ambako ni fainali ya pili baada ile ya kwanza Simba kupoteza kwa magoli 2-0. Sasa turejee kwenye taarifa ya awali ambayo nilikwambia klabu ya Simba imezindua hamasa visiwani Zanzibar, ambako meneja wa habari na mawasiliano wa klabu hiyo Ahmed Ali amezungumzia mambo mengi ikiwemo maandalizi na namna ambavyo umejiandaa kuelekea mchezo huo. Tuliukosa huu ubingwa, hatuna wa kumlaumu, lakini ni historia ambayo imebaki, imeacha vidonda katika mioyo yetu. Wale waliokuwepo mwaka 93 wameishi kwa maumivu hayo tangu kipindi hicho mpaka hii leo, na wale waliozaliwa baada ya 93 wamezaliwa wakakutana na hiyo historia, imewaumiza hadi kufika kileo, wamefikisha miaka 32, wameendelea kuishi kwenye hiyo historia ya maumivu. Hatuko tayari Simba hii ya sasa kuishi tena kwenye historia hiyo ya maumivu. Hatuko tayari kuliona kombe linakuja uwanja wa Amani alafu linaondoka linakwenda Moroko. Hilo ni jambo ambalo hatuko tayari litokee kizazi hiki, hatuko tayari litokee ndani ya zama hizi. Tutalibakisha. Zanguni, hilo halina mashaka hata kidogo. Ili kombe linabaki Zanzibar, kombe linabaki Tanzania, kombe linabaki unyamani. Tukisalia kwenye taarifa za mlengo huo na maandalizi ya fainali hiyo, mgeni rasmi katika uzinduzi wa kampeni ya hamasa ya klabu ya Simba, mbunge wa jimbo la Chumbuni Ussi Poneza amewataka mashabiki wa klabu hiyo kufanya kila wanaloliweza ili waubebe ubingwa wa Afrika kwa kuifunga RS Berkane kombe la shirikisho barani Afrika. Ussi Poneza ameyasema hayo wakati wa uzinduzi wa hamasa ya klabu ya Simba zilizofanyika mapema hii leo katika eneo la Mnazi Mmoja visiwani Zanzibar. Kubwa ambalo tunatakiwa sote tuhakikishe kombe linabaki Zanzibar.
na kitu ambacho tunasema kombe linabaki Zanzibar, mimi kuja hapa kwanza kuwa mgeni rasmi ni mgeni tu wa heshima, lakini mimi mwenyewe ni Simba na ninafahamu Simba iko vipi na ninafahamu nini Simba tunataka. Kwa hiyo niko hapa sio kwa ugeni rasmi, niko hapa kwa azma yetu ya lengo letu na maazimio yetu ya Simba, nini tunatakiwa tukifanye siku ya Jumapili tarehe 25 katika uwanja wa Amani. Nataka nikwambie Field March, hii ngoma imekuja nyumbani na wenye Zanzibar wenyewe tupo. Mimi asili yangu Tumbatu, sawa? Nikikwambia hii ngoma imefika, manake sibahatishi, na wanaonijua wote, nafikiri hakuna ambaye hanijui Mzanzibari, lakini hata watu wa Tanzania bara wanafahamu nikisema hivi na maanisha nini. Tukisalia kwenye uzinduzi huo wa hamasa, mwenyekiti wa zamani wa klabu ya Simba Hassan Dalali amesema wachezaji wapo tayari kwa ajili ya kuipambania klabu yao na amewataka wanasimba kushikana ili kuhakikisha wanatoa taji la shirikisho katika ardhi ya visiwani humo. Lakini nataka niwaambie vijana wetu kwa maana ya wachezaji, hili kombe wanalitaka kombe hili. Mimi nimeshaongea nao, wanalitaka na watafia uwanjani pale. Tuwape support, twende kwa wingi uwanjani, tuwashangilie muda wote tuwashangilie pale uwanjani. Kikombe kinabaki hichi, vijana wanataka kikombe kibaki. Sasa Wazanzibari mnanisikia, kama kuna mtu anataka kutuhujumu hapa, yani huyo atafute njia kutokea. Hassan Dalali, mwenyekiti wa zamani wa klabu hiyo. Mwenyekiti wa klabu ya Simba kanda ya Zanzibar Abdallah Diwani amewakaribisha mashabiki wa klabu hiyo visiwani humo na kuwataka kutokuwa wanyonge, kwani hawana sababu ya kukosa ubingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika baada ya kuwafunga Renaissance Sportive Berkane. Kwa upande wa Zanzibar tumejipanga vizuri, hakuna shaka yoyote. Kama tulivyoweza kufanikisha kupita nusu finali tulipocheza na Stellenbosch, na hii tunacheza na Morocco, tunahakikishieni kwamba ushindi upo na kombe tutaondoka nalo kama tulivyoahidi kwamba hili tunalibeba. Kwa namna gani nasema hivyo? Tunasema hivyo kwa namna ambavyo tulivyojizatiti kujipanga kwa njia zote, juu ya maji, juu ya ardhi, juu ya mbingu, kila mahali tupo. Wanavyotaka tunataka. Kwa hiyo mmekuja Zanzibar, karibuni Zanzibar, mtembee kifua mbele, mjitawanye mnapotoka kwenda. Zanzibar iko salama, kwa upande wa Simba imezidi kung'ara. This is na hii. Baadhi ya mashabiki wa klabu ya Simba waliosafiri kutoka Dar es Salaam kwenda Zanzibar kunogesha uzinduzi wa hamasa, wakiwa na imani kwamba watafanya vizuri katika mchezo wa mkondo wa pili wa fainali kombe la shirikisho dhidi ya Renaissance Sportive Berkane Mei 25 mwaka huu. Walikuwa na haya ya kusema: ubingwa wa Afrika tunautaka kwa udi na uvumba, kwa gharama yoyote, kwa hali na mali, na lazima tutauchukua. Leo Alhamisi tuko visiwa vya Zanzibar, tumeshakuja kuangalia mazingira na tunaona morali, na inshallah tunachukua, na ndio maana tumekuja mapema. Alafu vitu vinaoana, vitu vinawezekana, tukiangalia kabisa kimazingira vinafanikisha. Kwa hiyo tunaenda kuchukua ubingwa kutokea hapa visiwani Zanzibar. Zanzibar wametufanyia bonge moja la surprise, kwa kweli mimi nimefarijika, nimefurahi sana. Na nachotaka kuambia wana Simba wenzangu wakae waelewe, Zanzibar mnyama Simba ndio kwake. Hata ukichukua ile sarafu ya shilingi 200 ukigeuza huku kuna Karume, ukigeuza nyuma kuna mnyama Simba. Ile noti ya shilingi 2000 ukigeuza huku kuna mnyama Simba, ukigeuza huku kuna ngome kongwe. Hiyo ndo Zanzibar. Tumekuja kwenye Simba yao wakina mzee Mdoe. Nakumbuka katika kumbukumbu zangu wakati niko dogo janja niliambiwa kwamba muasisi wa jina la Simba Sports mzee Mdoe na wenzake ili jina walilitoa huku Zanzibari. Kwa mimi kama mimi nimefarijika, nimefurahi sana. Leo Wazanzibari wameonyesha ile slogan yetu ya ubaya ubwela. Sisi wabala tunaelewa ubaya, ubwela ndo umekuja huku Zanzibar. Kwa hiyo imeunganika huku ubaya na ubwela. Kwa hiyo mimi nimefarijika sana. Hata ile mipasi yangu mipasi kadhaa nimekuja kuiona huku Zanzibari ndani ya uchumi wa blue.
Ubaya ubwela tumefurahi jinsi Wazanzibari walivyotupokea, hakika wametuonyesha mfano wa kuigwa, na pia tunashukuru kwa mapokezi yao, wametupokea vyema ukizingatia yani hakuna lawama zozote zile wala makelele ya aina yoyote yale. Wamefurahi game kuletwa hapa. Pia mashabiki wengi ambao tunahudhuria uwanjani kila siku, kila mechi zozote zile, iwe mechi za CRDB, iwe ligi kuu, iwe mashindano ya kafu. Tumefurahi kwa sababu sisi popote pale wanatupeleka kwa sababu tunapenda michezo. Kwa hiyo tumeenjoy kuletwa soka huku, finali kuletwa huku, tumeenjoy sana. Hatuna lawama aina yoyote. Si wakitupeleka popote pale, sisi tunacheza mpira tu. Hapa ndo Zanzibar, na Jumapili tarehe 25 tunaenda kusimamisha nchi, tunaenda kusimamisha Tanzania, tunaenda kuisimamisha Afrika, tunaenda kuisimamisha dunia. Macho na masikio yatakuwa Amani Complex, na ndipo ambapo Simba Sport Club wanaenda kuandika historia ambayo haijaandikwa na mtu yeyote. Hii ndio Simba na hii tunabeba. Tumefika leo na nimeona vibe ambao Wanazanzibari wametupokea, kwamba wanatuonyesha matumaini kwamba Simba ya msimu huu ya ubaya ubwela tunaenda kulibeba ile kombe. Kwa hiyo ni matumaini yangu makubwa sana juu ya timu yetu ya Simba Sports Club. Naam, tuendelee kuangazia mengine makubwa tulionayo hii leo. Mashabiki wa soka mkoani Morogoro wamesema hatua ya uwanja wa Jamhuri kuwa miongoni mwa viwanja ambavyo vitatumika katika michuano ya AFCON italeta manufaa kwa wakazi wa Morogoro kwa kuinua uchumi pamoja na kupata burudani ambayo hawajawahi kuishuhudia. Mwanamchezo wetu Teresia Mwanga ametuandalia taarifa zaidi. Hii ndio hali halisi ya uwanja wa Jamhuri kwa sasa, na uwanja huu una uwezo wa kubeba mashabiki takribani 30,000 na kiwanja hiki kuwa miongoni mwa viwanja ambavyo vitatumika katika michuano ya AFCON mwaka 2027. Nimezungumza na mashabiki wa soka pamoja na wadau wa soka kutaka kujua maoni yao baada ya kiwanja hiki kuwa miongoni mwa viwanja ambavyo vitatumika katika michuano ya AFCON. Viwanja kama hichi cha Jamhuri Morogoro, nadhani kwanza mkoa utapata biashara, si wajasiriamali wajiandae, mama zetu bodaboda wajiandae, bajaji, lodging zetu, kwa maana mkoa utapata mapato. Sisi wenyewe wapenda michezo Morogoro tutafurahi kwanza kukutana na timu zinazokuja kutumia uwanja huu. Nimefurahi sana kwa swala hilo kwa sababu kwanza moja, biashara ya kina mama zetu, biashara zitakuwa inatoka Morogoro kwa kila kitu, kwa sababu AFCON ikifanyika Morogoro pia vile vile ni fursa kwa watu wa Morogoro, kwa sababu uwanja Jamhuri ni uwanja mkubwa, ni uwanja mkongwe, miaka yendi miaka ile haija kuharibika uwanja. Kama unavyoona pichi yake ipo vizuri, ila wakija kukabati zaidi utakuwa mzuri zaidi ya hapo. Na mavitio vingi Morogoro kwanza tukija, ukiangalia juu unakuta mlima ule, unatuangalia Morogoro chini hapa. Tunashukuru Mungu sana 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 sana. Nashukuru kwanza, na tunazidi kumwomba Mwenyezi Mungu mpaka tutakapofika siku ya AFCON. Kwa siku tutakuwa na faraja nyingi na tutakuwa na manufaa mengi. Hususan kwanza wananchi na wakazi wa Morogoro na wapenda soka wote kwa ujumla watazidi kupata maboresho makubwa, na kwa wale wafanya biashara watafanya biashara zao. Uwanja huu wa Jamhuri Morogoro pamoja na mambo mengine una historia ya kuchezwa kwa mechi ya dabi ya Kariakoo, Simba na Yanga. Teresia Mwanga, Azam Sports, Morogoro. Taarifa yake Teresia Mwanga, na tukamilishia nusu saa ya kwanza ya mshike kwa hii leo, ambapo nimekujuza mengi makubwa tuliokuwa nayo. Lakini je, tutakaporejea ni yepi ambayo tutakuwa nayo hapa mezani? Machache kati hayo ni pamoja na haya. Bingwa wa ligi kuu soka Italia kujulikana hapo kesho. Na serikali ya Tanzania yaendelea na mipango kuelekea AFCON 2027. Huu ni mshike. Jina langu ni Kennedy Moses. Twende break, tutarejea. Usiondoke. Asante kwa kuendelea kwa nasi. Huu ni mshike. Uongozi wa uwanja wa Majimaji uliopo Manispaa ya Songea umesema marekebisho ya uwanja huo ni madogo na wapo tayari kushirikiana na serikali kuhakikisha unakuwa tayari wakati wa AFCON 2027. Kutoka Ruvuma, Mawazo Mwejengo anaarifu zaidi. Naam, niko katikati ya dimba la Majimaji hapa Manispaa ya Songea. Ni miongoni mwa madimba
yenye umaarufu mkubwa kutokana na eneo husika hili ambalo wanatoka mashujaa wa vita ya Majimaji hapa manispaa ya Songea. Uwanja huu wa mchezo hapa manispaa ya Songea ni miongoni mwa viwanja vikubwa vilivyopo hapa nchini. Uwanja huu una uwezo wa kubeba mashabiki zaidi ya 30,000 hivi, wakiwa wameingia humu, wamekaa kwenye viti, wanatazama kabumbu ikiwa inapigwa hapa. Uwanja uko vizuri, uwanja tumecheza ligi ya championship kuanzia msimu ulipoanza mpaka umemalizika. Mechi zote zimeenda vizuri, hakuna mechi wala iliyosema mvua wala nini. Hapa mvua ikinyesha ni dakika 10, dakika 15 maji hamna. Kwa hiyo sisi tuko tayari kupokea mambo yote, kupokea mechi yoyote ile ambayo ipo tayari kuja hapa Ruvuma. Na tunashukuru sana serikali kwa kusema kwamba katika viwanja ambavyo vitatumika kwa ajili ya mazoezi kwa ajili ya AFCON na Majimaji wameiangalia. Na hiyo sisi tunaomba kama lipo liendelee kuwa hivyo hivyo, na sisi tuko tayari lolote lile walotuambia popote pale panapotakiwa kufanyiwa marekebisho. Najua kwamba Chama cha Mapinduzi mkoa wa Ruvuma kiko tayari kushughulikia hilo jambo. Marekebisho ya uwanja wa Majimaji ni madogo sana. Sehemu zote ziko tayari, dressing ziko vizuri, vyoo viko vizuri, maji yako vizuri, na hata sasa kwamba tunafikiria kuendelea kutafuta mabenchi ya kukalia ambayo kidogo bado hayajakuwa standard, lakini tupo mbioni kufanya hivyo. Na tuko tayari kwa lolote lile ambalo wenzetu watatuambia na watatuonyesha kwamba hapa panatakiwa kufanya hivi, na sisi tuko tayari kulipokea na kulifanyia kazi. Kuhusu kushirikiana na serikali ambayo imeona pia sisi tuna mapenzi ya dhati, sisi tuna moyo wa pekee katika vile viwanja mikoani kwetu tunaweza kuletewa mazoezi ya AFCON, lakini pia ukarabati. Tuko tayari bega kwa bega kuweza kushirikiana na serikali yetu ili tuweze kufika tamati na hatimaye mashindano yetu ambayo tumepewa hii kanda Tanzania, Kenya na Uganda yaende kufaana, na wageni wakifika waone kweli walipokelewa kwa dhati. Basi kuna fursa nyingi zitapatikana hapa, hata mama ntilie watauza chakula chao hapa, wageni watakuwa ni wengi. Kwa hiyo hata sehemu za kulala wananchi wa hapa watanufaika na vitu vingi. Lakini pia mashindano haya yatakapofanyika, tunaamini pia yatapelekea hata huu uwanja wa Majimaji ukapata maboresho makubwa, sababu naamini kwamba bunge limetenga kiasi cha fedha kwa ajili ya kuboresha huu uwanja. Kwa hiyo mimi naamini kwamba timu za nje zinapokuja hapa Tanzania, manake hata wachezaji wa hapa Songea wanaweza wakapata hamasa ile ya kujihusisha na michezo zaidi. Lakini pia hata wao wakija hapa, yawezekana kuna wachezaji wa hapa Tanzania watapata fursa ambazo wanaweza wakaonekana kwamba ni moja watu ambao wanaweza wakapata nafasi za kucheza nje. Tutaendelea kuzungumza nao namna gani wanajipanga sasa kuhakikisha wananufaika na ujio wa ugeni huu. Kutoka ndani ya uwanja huu wa Majimaji uliopo hapa manispaa ya Songea mkoa wa Ruvuma, mimi ni Mawazo Mwijengo, Azam Sports. Mapema wiki hii wakati wa maswali na majibu bungeni mjini Dodoma, serikali ya Tanzania imethibitisha kuendelea na maandalizi ya miundombinu ya viwanja kwa kujenga vipya na kurekebisha vilivyopo, ambapo Waziri wa Katiba na Sheria Dr. Damas Ndumbaro amevitaja viwanja vitano vya mazoezi ambavyo ni Majimaji Songea, Jamhuri Morogoro, CCM Mkokwani Tanga, Kumbukumbu ya Sokoine Mbeya pamoja na CCM Kirumba kule Mwanza. Hivi ndivyo viwanja ambavyo vimetajwa na tuvitazame japo kwa uchache, lakini nini ambacho alikizungumza ni hicho hapo kabla tujaangalia viwanja hivyo. Katika maandalizi ya AFCON 2027, serikali imetenga viwanja vitano ili vifanyiwe ukarabati. Kiwanja hicho ni Morogoro, Jamhuri Morogoro, Mkokwani Tanga, Sokoine Mbeya, CCM Kirumba Mwanza pamoja na Majimaji Songea. Hivyo kiwanja cha Sokoine cha Mbeya, Mheshimiwa Spika, kitaingia kwenye programu ya ukarabati wa viwanja kwa ajili ya mazoezi ya AFCON 2027. Naam, baada ya hapo tuangalie sasa viwanja vyenyewe ambavyo vitakuwa vinafanyiwa marekebisho kwa maana vilivyopo.
Kwanza ni uwanja wa CCM Kirumba kule Mwanza, miongoni mwa viwanja ambavyo vimekuwa na historia kubwa. Timu kubwa za Tanzania Simba na Yanga zimewahi kucheza pale michezo kadhaa, kama mchezo kati ya Young Africans dhidi ya Zamalek kutoka kule Misri. Waliwahi kupeleka mchezo hapo. Miongoni mwa viwanja bora ambavyo vikifanywa marekebisho huenda pia vikasaidia kwenye maandalizi ya kuelekea AFCON 2027. Lakini uwanja mwingine ni wa CCM Mkokwani kule Tanga, ambao umekuwa miongoni mwa viwanja ama kiwanja ambacho kimetumika kwenye nusu finali ya kombe la shirikisho la CRDB siku chache tu zilizopita. Na kiwanja kingine pia ambacho kimetajwa baada ya CCM Mkokwani ni uwanja wa Jamhuri kule Morogoro. Kama ambavyo unauona, ni miongoni pia mwa viwanja ambavyo kwa kutumika na Mtibwa Sugar huko nyuma kabla hawajahamia Manungu kule Turiani, lakini viwanja ambavyo kwa vikitumika pia kwenye mechi mbalimbali kubwa za ligi kuu ya NBC na hata pia michezo mingine. Lakini mbali na hicho, kiwanja kingine ni Kumbukumbu ya Sokoine pale Mbeya, miongoni mwa viwanja ambavyo vimekuwa vikitumika kwenye matukio makubwa ya kiserikali na hata pia michezo mbalimbali ya ligi kuu ya NBC. Young Africans wana kibarua hapo dhidi ya Tanzania Prisons siku chache zijazo, lakini usisahau pia kwamba Simba Sports Club wamecheza mechi kadhaa pamoja na Azam FC dhidi ya Ken Gold, na Tanzania Prisons pia walicheza hapo. Hizo ni miongoni mwa viwanja ambavyo vinafanywa marekebisho kwa mujibu walichokizungumza Dr. Ndumbaro kuelekea kwenye maandalizi ya AFCON 2027. Tuendelee kuangazia mengine makubwa tulionayo hii leo. Rasmi shirikisho la soka nchini Kenya limethibitisha kuwa mchezo wa marudiano wa Mashemeji Derby utachezwa kwenye uwanja wa Raila Odinga uliopo Homa Bay Juni 2 mwaka huu. Awali mchezo huo kati ya Gor Mahia na FC Leopard ulipangwa kuchezwa Mei 11, lakini kutokana na kukosekana kwa uwanja wenye hadhi ya kubeba mtanange huo ulilazimika kugairishwa. Baadhi ya mashabiki wa soka kutoka nchini Kenya wametoa maoni yao baada ya taarifa hiyo. FC wametushinda mara moja in 7 years. So inakuambia nini? Ni wale si rival, ni a big team, lakini in terms of ball hawajui. Hiyo tu ndio vile iko. Bao ni 3 walipenya last time, lakini sio kwa mara ya pili. Sisi tuko home na tutawafunga. Last Mashemeji Derby tulidraw, lakini kuna mali unajua kama nani Austin hakuwa pale, aliingia dakika za mwisho. Round hii I think tuliona mali tulikosea kidogo, ni kurekebisha tu hapa na pale, tuchukue pointi 3. Ile si derby, hata msiite derby. Hii ni Gor Mahia, sasa ni Gor. Kocha amerudi, ni Gor 3-0. Ni kitu ya kwanza mashabiki tujitokeze kwa wingi na tu maintain peace kutoka mwanzo wa game hii mpaka mwisho. Vurugu hatutaki kiwanjani. Hiyo tu. Unajua Mashemeji Derby inachezwa wapi? Kasarani, Kichinjio. Sasa hakuna mtu tunaogopa. 2 games, 6 points. So FC tutawapiga Kasarani, Kichinjio. Kauli yangu kwa Mashemeji Derby kawaida, kulingana na ile game yenye tulitoka nayo draw, na sasa unajua tumeitisha pale Kasarani bro. Game inaenda kuwa ile noma. Nakwambia lazima tuiwini kitu 3-1. Turejea nyumbani sasa Tanzania. Timu ya Geita Gold inayomilikiwa na halmashauri ya manispaa ya Geita imebainisha kuwa bado haijakata tamaa katika kufikia adhma yake ya kurejea ligi kuu ya Tanzania bara kwa msimu ujao wa 25-26. Ifahamike kuwa Geita Gold imemaliza nafasi ya 4 katika msimamo wa ligi ya Championship msimu wa 24-25 na kuwapa nafasi Mbeya City pamoja na Mtibwa Sugar kurejea ligi kuu. Stand United ambayo ilishika nafasi ya 3 na Geita Gold wakishika nafasi ya 4 wakiangukia playoff. Esther Sumira kutoka Geita anaarifu zaidi kuhusiana na hilo. Uongozi pamoja na dawati la ufundi la Geita Gold FC wameiambia Azam Sports kuwa mbali na kushindwa kupata nafasi ya moja kwa moja kupanda ligi kuu, lakini wanaamini hata kupitia michezo ya mitoano yani playoff wana nafasi ya kushinda na kurekebisha makosa yaliyotokea. Tuna squad ambayo tunaweza kupambana kwenye playoff. Team iko kwenye uwezo mkubwa, team ina wachezaji wenye kalba ya Premier League. Team ina wachezaji ambao wanaweza kubato na timu yoyote ambayo tunakutana nayo mbele yetu. Tuko tayari kwa ajili ya mchezo wa playoff dhidi ya Stendi. Tuwaombe mashabiki wajitokeze kwa wingi sana. Tumefanya kila linalowezekana. Hamasa ni kubwa nje ya uwanja na tumetengeneza mpango mzuri. Viongozi wetu wamenunua tiketi zote za mashabiki. Kwa hiyo mashabiki wataingia hapa sina kiingilio chochote. Wasihangaike na tiketi. Milango itakuwa wazi kuanzia saa 6 mchana. Watakuja wataingia kusubiri kuona mchezo wa kwanza ambao tunaocheza. Stendi wanatukumbuka vizuri katika mchezo wa Championship, walikufa 3 pale. Sasa tunataka tuongeze kidogo idadi ya goli. Tunataka tuongeze dozi kidogo
ingalau wakipona sana wamekula 5, wamerudi nyumbani, sisi tunakutana nao Shinyanga, tunaimaliza shughuli pale pale Shinyanga. Hatujatoka kwenye malengo yetu. Malengo yetu kama unavyojua, Geita ligi kuu inawezekana. Kwa hiyo baada ya kukosa nafasi ile tumekuja kwenye playoff. Tunafahamu stendi na tunafahamu madhaifu na ubora wao. Kwa hiyo tumefanya masahisho, hata hivi unavyoona tunaendelea kufanya masahisho, naamini kabisa katika playoff hii tunafanikiwa. Aidha, uongozi huo umesema kikosi cha Geita Gold kipo imara na hakuna majeraha kuelekea mchezo wao dhidi ya Stand United utakaochezwa Jumamosi ya Mei 24 mwaka huu katika uwanja wa Nyankumbu. Tumekuwa tuna wachezaji ambao wamekosa kucheza katika mechi takriban 6 mpaka 5 za mwisho ambazo walituathiri na walikuwa wakitumika kwenye kikosi cha kwanza. Abdulaziz Makame, Elias Maguli, lakini pia wachezaji wengine kama 3 hivi ambao nao wamerejea. Geoffrey Muha naye pia adhabu ya kadi imekwisha, kwa hiyo ataingia kwenye kikosi. Kwa hiyo kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa idara ya matabibu, hatuna mchezaji ambaye amekumbwa na rapsha kubwa. Kitu ambacho tunasisitiza mwalimu kila siku kwenye mazoezi, umakini kuelekea mchezo huu, hatutakiwi kufanya makosa, tupunguze makosa. Pale tunapoona kwenye mechi zilizopita tulikuwa tunafanya makosa, inabidi turekebishe, kwa sababu mechi kama hizi ukifanya makosa watu wanatumia hizo nafasi kukuadhibu. Kwa lazima tuwe makini kwenye kupunguza makosa. Nao mashabiki wa Geita Gold FC wamewahakikishia wachezaji, benchi la ufundi na uongozi wa timu hiyo kuwa wataendelea kuiunga mkono hadi dakika za mwisho. Lengo ni kuipa nguvu timu iweze kushinda michezo yote iliyosalia. Geita ina hamasa ya kutosha, na ndio maana ninapokuambia Nyankumbu atoki mtu, kuna goli kama 2 za hamasa kabla ya wachezaji, za hamasa tu. Kuna goli kama 2 za hamasa. Sasa zinazobaki ni kazi ya wachezaji. Hilo ninaweka nalo. Nikiripoti kutoka mkoani Geita, Esther Sumira, Azam Sports. Huu ni mshike, twende break, tutarejea, usiondoke. Asante kwa kuendelea kwa nasi. Huu ni mshike. Ligi kuu ya NBC kwa wachezaji wenye umri chini ya miaka 20 imeendelea leo katika dimba la Azam Complex Chamazi, Dar es Salaam. Kagera Sugar wakichapa Tanzania Prisons mabao 3-1. Katika mchezo huo magoli ya Kagera Sugar yamefungwa na Masanja Shigela dakika ya 17, Lukman Abubakar dakika ya 38 na goli la 3 likiwekwa nyavuni na Bosco Magoli dakika ya 43. Kwa upande wa goli la kufutia machozi kwa wachezaji la Tanzania Prisons limefungwa na Abraham Kamau dakika ya 43. Na sasa tusikilize tathmini iliyotolewa na makocha wanaozungumzia mchezo huo. Mchezo umeisha salama. Ingaje tumepata serious injury, lakini all in all mimi nasema mfumo haujaathiri. Lakini wachezaji wangu energy ilikuwa chini sana. Energy ulikuwa chini sana, na kama energy iko chini hata ukileta mfumo wote, kwa sababu mfumo hauchezi, lakini wachezaji wangu leo walikuwa chini sana. Tunashukuru kwamba wachezaji wetu baada ya mechi ya kwanza kucheza tulivyokaa jukwani, namna kuona walivyokuwa wanacheza mechi na Yanga imesaidia kwa kiasi kikubwa. Lakini vile vile tulivyorudi katika mazoezi yetu, mikakati tuliyoiweka wameitendea haki kwa 100% kama sio zaidi ya 90, na kwa ajili vile tulivyoelekezana mazoezi ndio walivyokuja kucheza uwanjani. Kwa hiyo tunawashukuru wachezaji kwa kuja kufuata yale ambao tumewaambia waje kucheza. Wamecheza vile vile ambao sisi tulikuwa tumetaka kucheza, kwa ajili tuliona Prison wakicheza dhidi ya Yanga, tukaona sehemu ya madhaifu yao, lakini vile vile tunachoshukuru kwamba tulipata muda wa kuwaona, kwa ajili tulikuwa tujaye kuwaona mechi yao. Kwa hiyo mechi yao tangulia ilitupa sisi mbinu gani za kuja kucheza katika mchezo. Mchezo mwingine wa kundi B umemalizika muda mchache uliopita. Wananchi Young Africans wamekubali tena kichapo cha magoli 3-2 dhidi ya Fountain Gate. Naam, muda huu sasa nizungumze na mchambuzi wa masuala ya soka Dickson Majaliwa kuweza kusikia kutoka kwake tathmini ya mashindano hayo yanayoendelea. Dickson, karibu. Wakati Azam FC wakitangulia kutinga kwenye hatua inayofuata, wengi wakawa wanatazama Simba na Yanga. Yanga wakiwa chini ya ndugu yangu kama kocha msaidizi Ali Kamwe, kocha mgumu bwana, wamepasuka mechi ya pili mfululizo.
Yeah, overall kitu ambacho ukiangalia kwenye haya mashindano ni kwamba vijana wamepatiwa uhuru wa kucheza mpira. Yaani ukitazama kuna makosa mengi sana ambayo yanafanyika kwenye build up za magoli na aina magoli ambayo yanafungwa, magoli yote kwa Young Africans, kwa Fountain Gate zote. Yaani unaona ni makosa ambayo kabisa bado ni ya vijana, na hiyo ndio kitu kizuri kuhusiana na mpira wa vijana. Utakiwa kuwafinya mno, wasionyeshe kile ambacho anacho, kwa sababu makosa ni sehemu ya mchezo. Na kitu kizuri ni kwamba tumeona margin ya magoli. Watu wanacheza mpira ule ambao unaona kabisa bado wanafundishwa, na credit kwa makocha, kwa sababu unajua kuna makocha wanaweza wakaja na mentality ya kwamba tunatakiwa tushinde kombe, lakini imekuwa ni tofauti. Unaona kabisa timu zote zinacheza mpira mzuri, lakini magoli yote ambayo yamefungwa leo matano kwenye mechi ni magoli unaona kabisa bado watu hawajakomaa, na defensive line ni namna magoli. Tazama kama hili goli la kwanza la Young Africans ni magoli ambayo uwezo kayaona kwenye top professional football. Hai, shukrani sana Majaliwa. Pasa shaka umetupitisha japo kwa ufupi namna ambavyo mambo yanaendelea kwenye michuano hii ambayo pengine wengi wanaishuhudia mara chache ama mara moja. Tutapata pia wasaa mwingine wa kujadili mengi zaidi. Ni Dickson Majaliwa nikizungumza naye kuhusiana na kinachoendelea pale Azam Complex Chamazi, Dar es Salaam. Tuelekee Serie A sasa. Bingwa wa ligi kuu ya Italia Serie A msimu wa 24-25 atajulikana hapo kesho kwenye mchezo mzunguko wa 38 kati ya Napoli dhidi ya Cagliari, huko Como wao wakipambana na Inter Milan kwenye michezo miwili ya mwisho itakayoamua nani anakuwa bingwa wa Scudetto msimu huu. Nyota Juan Jesus na Alessandro Boguiro ni miongoni mwa nyota watakaokosekana ndani ya Napoli kutokana na majeraha, ili hali upande wa Inter Milan wao wataendelea kuwakosa nyota Lautaro Martinez pamoja na David Fratesi ambao bado hawajawa timamu kiafya kwa 100%. Napoli chini ya kocha Antonio Conte wanaongoza kwenye msimamo wa Serie A wakiwa na alama 79, huku wapinzani wao wa karibu Inter Milan wakiwa na alama 78, na michezo yote itachezwa Ijumaa hii, yani Mei 23 kuanzia saa 3:45 usiku na kurushwa mbashara kwenye kisimuzi chako cha Azam TV. Nikukumbusha wawili wote watacheza pasina kuwa na makocha wakuu kwa timu zote, kwa sababu kwenye mechi zilizopita, kwa maana mechi ya Inter iliyopita kocha wao alipewa kadi nyekundu na mechi ya Napoli iliyopita kocha wao alipewa kadi nyekundu. Kwa hivyo timu zote mbili walimu wao hawatakuwepo kwenye bench. Mechi hiyo itakujia live kwa uchambuzi wa lugha ya Kiswahili, lakini pia itakujia pia kwa lugha ya Kiswahili kwenye utangazaji wa mchezo huo. Baadhi ya wachambuzi wa soka nchini wameipa nafasi Napoli kutoa ubingwa wa ligi kuu Italia maarufu kama Serie A kuelekea kwenye michezo miwili hapo kesho ya hatma ya kombe hilo. Napoli itamenyana na Cagliari nyumbani, huku Inter Milan ikiwa kwenye kibarua kizito ugenini dhidi ya Como. Inter Milan, moja kati ya sababu kubwa ambayo huenda ikawafanya msimu huu wakapoteza ubingwa wao, japo nafasi ipo kwa sababu wana mchezo wa mwisho ambao watacheza dhidi ya Como, ambayo kwenye michezo takriban 6 mpaka 7 mfululizo wamepata matokeo ya ushindi chini ya Cesc Fabregas, na moja kwa moja inawezekana isiwe sababu ya msingi, lakini sababu kubwa unaweza kuisema ni ushiriki wao kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Ulaya. Tumeiona michezo miwili ambayo ya nusu finali cheza dhidi ya FC Barcelona, aina ya nguvu ambavyo ilitumika na moja kwa moja iliwaathiri kwenye mchezo wao ambao wamecheza dhidi ya Lazio ambao walitoka ya sare ya mabao 2-2. Kwa hiyo unaweza kusema hivyo ni malengo pia, na unaweza kuwaelewa kwa sababu msimu uliopita wao ndio walikuwa mabingwa wa Scudetto ya Italia, kwa maana mabingwa wa Italia. Kwa msimu huu unaweza kusema malengo makubwa wameweka kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Ulaya. Hata ukitazama unaona kabisa kwa mechi zilizobaki mbili na nafasi walizokuepo, tofauti wa alama, unaona kabisa Napoli ana nafasi nzuri sana ya kuwa bingwa, kwa sababu mimi wasiwasi wangu ulikuwa mchezo wa wiki iliyopita ambao walicheza away na Parma. Ule ndo nilihisi kwamba Parma kama watawastopisha alafu Inter watashinda dhidi ya Lazio, pale ndio inaweza katokea changamoto. Ila kama wiki ile ilipita vile wote wali draw, mimi pale ndo nilipoona kwamba okay, huu msimu wa Napoli. Kwa hiyo hata hizi mechi za mwisho ukizitazama unaona kabisa mechi ya Inter na mechi ngumu sana, alafu zinafuatana. Inter Milan bado ina wakati mgumu nyumbani na away, kwa maana kwamba mechi ya away ya Serie A Italy, lakini mechi ya final ambayo inakwenda kuamua hatima, kwa sababu ukiangalia Serie A kwangu mimi naona ni ndogo kuliko Champions League. Unaelewa vizuri? Ndio maana nikasema naona kipaumbele cha kocha Inzaghi ni kwenye Champions League zaidi. Licha ya kuwa mechi yake na Como away, sitegemea kwamba itakuwa ni mechi kibonde, kwa maana kwamba Inter akapoteza kiwepesi, lakini huenda kanganganiwa Napoli akawa bingwa msimu wa Serie A Italy.
Tutazame hili lingine. Nyota wa Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander ameshinda tuzo ya mchezaji mwenye thamani kubwa ndani ya ligi ya kikapu Marekani yani NBA msimu wa 24-25 kwa kuwashinda nyota Nikola Jovic wa Denver Nuggets pamoja na Giannis Antetokounmpo wa Milwaukee Bucks. Shai Gilgeous mwenye umri wa miaka 26 ameiongoza Thunder kuweka rekodi ya kushinda kwenye michezo 68 na kushika nafasi ya kwanza kwa kanda ya Magharibi, huku akiwa ameweka wastani wa kufunga alama 32.7 na kuchukua rebound wastani wa 5.0 na kutoa assist kwa wastani wa 6.4 ndani ya NBA. Tuzo ya MVP ya Shai inakuwa ni tuzo ya 3 ndani ya Oklahoma City Thunder baada ya nyota wa zamani wa Kevin Durant kushinda mwaka 2014, ikiwa ni pamoja na Russell Westbrook aliyoshinda tuzo ya MVP mwaka 2017. Na mwisho wa mshike hii leo, kwa niaba ya wote waliofanikisha hili ni kujuza japo kwa uchache tu makubwa tuliokuwa nayo kwenye muhtasari. Alikuwa ni pamoja na haya: Dr. Hussein Ali Mwinyi mgeni maalumu fainali ya kombe la shirikisho Afrika Amani Complex. Na kampeni za kispika zazinduliwa rasmi visiwani Zanzibar. Wekundu wa Msimbazi Simba wanasema hii wanabeba. Na CAF yazindua kombe jipya la ligi ya mabingwa barani Afrika. Mwisho wa mshike hii leo, kwa niaba ya wote waliofanikisha hili, jina langu ni Kennedy Moses. Kesho ni Ijumaa, tutakuwa hapa kuanzia saa 3 kamili usiku kukamilisha wiki. Asante na usiku mwema.